Habari mtazamaji wa Kasako TV, hii ni habari inayoletwa kwako na Harrison Hosea, kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Serikali kupitia Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, Kitengo cha Afya, Mazingira na Usafi, Huduma za Afya Mipakani inaendelea kuimarisha afya mipakani katika kujikinga na magonjwa ya mlipuko ambayo yanaweza kujitokeza ndani na nje ya nchi. Mkuu wa Kitengo cha Afya Mipakani kutoka Wizara ya Afya Dr. Amr Selemani amesema hayo mkoani Morogoro kwenye kikao kazi chenye lengo la kufanya tathmini ya utekelezaji wa kazi za afya mipakani kwa kipindi cha mwaka 2024-2025. Tupo hapa Morogoro kwa ajili ya kuandaa mipango yetu ya utekelezaji na kutathmini utekelezaji uliopita, na hii ni kwa sababu uwezekano wa magonjwa kusambaa kutoka nchi moja au nyingine unakuwa mkubwa kutokana na muingiliano uliopo, kutokana na shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii. Kwa namna hiyo, Wizara ya Afya imeimarisha mipaka yake. Hadi sasa tuna mipaka 59 ambayo ina watumishi inaofanya kazi masaa yote ambapo mipaka iko wazi. Kwa hiyo imekuwa ni muhimu sisi kukutana ili tuweze kujipanga zaidi jinsi ya kutekeleza kazi tunazozifanya katika mipaka kwa kila mwaka. Hapa tumekutana na wafawidhi wa mipaka hiyo 59 ambao wote watatengeneza mipango ya utekelezaji, lakini pia na ununuzi wa vifaa ambavyo vitasaidia kukuza uwezo wa mipaka hii kutekeleza majukumu yaliyoainisha katika kanuni za afya za kimataifa za 2005. Moja ya majukumu ya Kitengo cha Afya Mipakani ni udhibiti wa magonjwa yasiweze kuingia nchini au kutoka kwa kufanya uchunguzi wa hali wa wasafiri, lakini pia na ukaguzi wa vyombo vinavyobeba wale wasafiri na vifaa ambavyo wanakuwa navyo ambavyo tukihisi kwamba vinaweza vikasambaza magonjwa. Mahakama ya Wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Mohamed Doki Wema mwenye umri wa miaka 35, fundi ujenzi na mkazi wa kijiji cha Likokona, baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mhanga mwenye umri wa miaka 75 ambaye ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Likokona, wilaya ya Nanyumbu. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo mnamo tarehe 30 mwezi wa 5 2025 katika kitongoji cha Chileweni, kijiji cha Likokona, wilaya ya Nanyumbu, baada ya kumvizia mhanga usiku akiwa amelala na kuingia ndani ya nyumba yake kisha kumvamia na kumbaka kwa nguvu. Hivyo mtiwa hatiani alikamatwa na kufikishwa mahakamani tarehe 4 mwezi wa 6 2025 na kusomewa shtaka lake. Hukumu hiyo imetolewa Oktoba 7 2025 mbele ya hakimu mkazi mfawizi Mheshimiwa Asifiwe Jembe na mwendesha mashtaka wa serikali Sajenti wa polisi Deusdedis Ngobetse, baada ya upande wa mashtaka kujiridhisha pasi na shaka dhidi ya ushahidi uliotolewa na upande wa jamhuri ambao umempelekea kumuunganisha mtiwa hatiani kuhusika na kosa hilo. Na tukihamia pale Morogoro, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limepokea taarifa ya kutoweka kwa mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Rogas Johanna Ludovic mwenye umri wa miaka 34, huku jeshi hilo la polisi likiwa linaendelea na upelelezi. Tukio hilo linadaiwa kutokea Oktoba 7 2025 mchana katika eneo la kitongoji cha Bowani, kijiji cha Duma, wilaya ya Kilosa, ambapo Rogas anadaiwa kuchukuliwa na watu watatu kutoka kwenye duka lake la miamala ya pesa na kuondoka naye. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuwa watulivu wakati wa uchaguzi ukiendelea na kuwataka mtu yoyote mwenye taarifa za kusaidia upelelezi kuzifikisha kwao. Na taarifa hii inatufikisha tamati katika habari za kitaifa. Tuhamie moja kwa moja pale Israeli katika habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza mafanikio muhimu katika vita vya Gaza kufuatia Israeli na Hamas kukubaliana juu ya awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza usiku wa Jumatano, Netanyahu alithibitisha kwamba makubaliano hayo yatapelekea kuachiwa kwa mateka wote 48 waliobaki mikononi mwa kundi la Hamas, huku 20 kati yao wakiaminika kuwa bado wako hai. Bwana Netanyahu alimsifu Rais Trump akisema, kupitia azimio thabiti, hatua madhubuti za kijeshi na juhudi kubwa rafiki na mshirika wetu mkubwa Rais Trump, tumefikia hatua hii muhimu. Trump alitangaza mafanikio haya kupitia mtandao wake wa Truth Social akisema, ninajivunia sana kutangaza kwamba Israeli na Hamas wote wamekubaliana kuhusu awamu ya kwanza ya mpango wetu wa amani.
huku aliongeza kuwa wanamgambo wa Israeli wataondoka hadi kwenye mstari uliokubaliwa. Hamas wameeleza pande husika kuhakikisha Israeli haikwepi wala kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano hayo, huku wakitarajia kupelekea kuondoka kamili kwa jeshi la Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israeli limesema liko tayari kwa hali yoyote na litatekeleza operesheni ya kurudisha mateka kulingana na maagizo ya serikali. Nchini Israel na Gaza, sherehe zimeibuka kutokana na habari hizi, huku familia za mateka zikishangilia na kuimba nyimbo za kumsifu Rais Trump. Kiongozi wa chama cha upinzani Uingereza Sir Keir Starmer aliuita mkataba huo wakati wa faraja kuu ambayo itahisiwa ulimwenguni kote. Makubaliano haya yanajumuisha kusitisha mapigano mara moja na kuachiliwa kwa mateka wote, huku serikali ya Israel ikitarajiwa kupitisha rasmi mkataba huo ili kuruhusu ubadilishanaji wa mateka na wafungwa wa Kipalestina. Na taarifa hiyo kutoka Israeli na kule Gaza inatufikisha ukingoni katika habari za kimataifa. Tunahamia moja kwa moja katika uga wa michezo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetoa uamuzi mpya kuhusu utaratibu wa kuthibitisha jinsia, yaani gender verification test kwa kimombo, kwa wachezaji wa kike. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi ya afisa habari wa shirikisho hilo Clifford Marion Ndimbo, TFF imeeleza kuwa imepanga kutoa mwongozo kamili jinsi wachezaji wa kike wanavyopaswa kufanyiwa vipimo hivi vya kuthibitisha jinsia. Taarifa hiyo inaeleza kuwa mwongozo huo utaanza kutumika rasmi kuanzia msimu ujao wa ligi kuu ya wanawake, huku miongoni mwa mambo mengine, mwongozo huo utaainisha vipimo ambavyo wachezaji wanatakiwa kufanyiwa endapo atakuwa amewekewa malalamiko na klabu pinzani. TFF imethibitisha kuwa imepokea malalamiko kutoka kwa klabu mbalimbali za ligi kuu ya wanawake kuhusiana na baadhi ya wachezaji. Hata hivyo, shirikisho limeweka wazi kuwa hakuna mchezaji yeyote aliyeruhusiwa kucheza katika msimu wa 2025-26 kutokana na malalamiko hayo. Na taarifa hiyo ya michezo kitaifa inatupeleka moja kwa moja katika habari za kimataifa, ambapo tunaanzia kule nchini Uingereza, ambapo habari za kusisimua kwa mashabiki wa Rangers zinazomhusu kocha wao wa zamani Steven Gerrard anatarajiwa kukutana na wamiliki wa klabu hiyo jijini London katika siku chache zijazo kujadili uwezekano wa kurejea kwake ghafla katika klabu ya Ibrox. Gerrard ambaye aliongoza Rangers kutoa ubingwa wa ligi kuu Scotland mwaka 2021 amewasili jijini London jioni ya Jumatano kufanya mazungumzo na wamiliki wa Rangers kutoka Marekani, Andrew Kavanagh na Parag Marathe, ambao wanaongoza zoezi la kutafuta kocha mkuu mpya. Mazungumzo haya yanakuja baada ya Rochelle Martin kufutwa kazi kufuatia sare ya Jumapili dhidi ya Falcon. Taarifa kutoka Sky Sport News zimefichua kuwa Gerrard, ambaye kwa sasa hana kazi baada ya kuondoka Al Ettifaq ya Saudi Arabia, yupo tayari kufanya mazungumzo na sasa yamepangwa kufanyika kabla ya mwisho wa wiki. Na hizo ndizo habari nilikuwa nikikuletea hivi leo za kitaifa, kimataifa, michezo. Mimi ni Harrison Hosea wa Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.